Yes, karibu tena kwenye channel ya Bin Said Mwanza, na leo tuko na ndugu yangu tena Levis kwenye kipindi hichi, na kama tulivyowaambia kipindi hichi kinaendelea, japokuwa tunatumia muda mwingi kwa sababu kwanza na ratiba ambazo tuko za kazi zinakuwa zinatubana pia kwa kufanya vipindi kama hivi. Na kama ni tour yako ya kwanza kuangalia channel hii, please subscribe kwenye channel hii ya Bin Said Mwanza ili upate kuona video ambazo tutaweza kuzitia kwenye Bin Said Mwanza, uko wa kwanza kuziona. Na hichi ambacho tunakifanya ni kwa sababu ya sisi wenyewe, kwa sababu tunashauriana jinsi gani tunaweza tukafanya hapa Marekani na pia nyumbani kwetu. Kwa hiyo leo mada yetu ni kuhusiana na wazazi wamejisahau kufanya jambo kwa watoto wao wa kiume. Wamejisahau sana. Sasa tutategemea kwa watoto wa kiume, maana watoto wa kiume ndo wanaoa wanawake. Leo kuna mambo ambayo tunataka tuyaweke wazi, ama watu wamesahau. Ni jambo kwamba sasa hivi unaposema nataka kuoa na kumwambia mzazi nataka kuoa, swali la kwanza anakuuliza ushakuwa na pesa? Sasa ukimwambia kwamba sina pesa, nategemea unioe, anakuambia kwamba hakuna pesa, kwa maana wewe unatumika. Ikiwa kwamba unatumika, anakuambia kwamba unatakiwa ujioe peke yako. Hiyo unaionaje hiyo? Sawa. Kwanza ni nashukuru kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusu swala zima la ndoa zinavyofanyika hapa Marekani hasa. Kuhusu swali hilo kwamba mzazi unapotaka kuoa unamweleza kwamba anahitaji sasa kuoa, alafu anakuuliza wewe una ngapi? Mimi naelewa kwa namna mbili. La kwanza, kuna ile kujiandaa ya mtu binafsi. Kijana kama kijana anaweza akajiandaa kwa maana ya kwamba kwa kila anachotaka kukifanya baadaye. Lakini la pili ni kutaka kukuweka sawa. Endapo kama haujajiandaa, ujue kwamba hilo nalo ni jukumu lako. Yaani uelewe kwamba swala la kuoa si swala tu la kukurupuka. Uelewe kwamba unapojikuta kwamba hauna chochote, awe na nafasi sasa ya kukwambia kwamba lazima kwanza utafute hela, maana ule unayemuoa sio dada yako, ni mtoto wa watu. Sawa, lazima utatoa pesa ili uweze kumpata. Sasa hizo pesa lazima wewe uzipate. Kwa hiyo nafikiri ndio hayo mambo mawili. Sasa sidhani, ndio inaweza ikawa kosa au ila sidhani kama ni kosa mzazi kukuuliza hivyo. Na kama inaweza ikawa kosa, labda inaweza ikawa kosa kwa namna moja ama nyingine, lakini ni jambo la kawaida. Mzazi anaweza kukuuliza una ngapi? Sawa. Kama nina ngapi, tayari nimemwambia mzazi mimi tuseme nina $1,000 na anatakiwa aolewe $10,000. Inakuwaje sasa kwa mzazi? Kwanza niseme kwa hapa Marekani kuna tabia moja ambayo nimekuja kuiona na nilianza kuisikia nikiwa tangu Afrika. Aina ya uoaji inavyokuwa hapa. Wanawake hapa wamekuwa kama vile wananunuliwa. Tofauti na tulivyozoea Afrika au siku za nyuma, kwamba ukiwa na $500, $1,000 unaweza ukaoa mke na ukawa umemaliza kabisa. Una vile vitu vya baba, mtoto, vya mama, nani, na $1,000 ukawa umemaliza. Zikizidi sana labda $2,000, $2,500. Lakini kwa habari za hapa Marekani sasa hivi, kumtoa mtoto wa kike nyumbani kwao haujawa na dala kuanzia $10,000 na kuendelea, hapo hujampata mke. Sasa hicho ni kitu ambacho kinawaweka hata wazee na wao akili lazima zifanyeje,
ya akiangalia hicho kiwango cha pesa 10,000, 12,000, 15,000 mpaka 16,000 mwanamke unamuoa, yaani anaona kwamba hapo ni akaunti yake yote atafanyaje, ataikomba kabisa. Kwa hiyo hilo nalo linawapa changamoto kusema kwamba lazima akuulize na wewe kijana, ili labda kujaribu kusaidiana. Ukiwa na 5,000 na yana 5,000 mnaweza mkafanyaje, mkachanga alafu mkaoa. Lakini pia ni namna ya kuona kwamba kila mtu hapo Marekani, mtu anapokuwa kijana anafanya kazi, labda kama umeamua kwamba nisome, lakini hata kama unasoma huwezi ukasoma tu miaka yote, lazima utafikia tu ufanye kazi. Na anapoelewa kwamba huyu kijana wangu anafanya kazi, ndio pale atakapokuja lile swali, uko na ngapi? Kwa sababu anajua wewe unafanya kazi anayoifanya baba na wewe unaifanya. Na inawezekana wewe ukao umefanya kazi, unafanya kazi nzuri ambayo inalipa hela vizuri kumzidi hata yeye, labda yeye hajasoma, wewe kidogo shule imepanda, Kiingereza kimepanda, kwa unakuta hata nafasi ya kazi unaipata nzuri, hata kama mshahara kanakuwa kajuu kidogo. Sasa unakuta yeye labda anatumikia dola 10, dola 12, 13, wakati huko kwenye 15 na kuendelea huko. Kwa hiyo mshahara wako ni mzuri. Kwa hiyo anapoona hivyo lazima kuulize kwamba una ngapi, kwa sababu anajua unatumika. Okay. Swali linakuja kwamba kuna wazazi wengine ukimwambia hivyo anakuambia kwamba sasa hivi hakuna tena kuoeana, maana unatumika tayari, unapata pesa, unaweza ukajioea peke yako. Wengine wazazi hawajishughulishi tena na mambo hayo, yaani hawajali tena kumwoea mtoto wake, maana anajua tu anatumika na anapata pesa. Lakini hilo kuoea ni jukumu pia ya mzazi. Mimi niseme kwanza ni kwamba hao ambao wanafikiria hivyo kwamba kwa sababu tumefika Marekani kwamba huwezi sasa kumwoea mtoto wako, hao wanafanya makosa. Na kama wewe mzazi unanisikiliza ambaye huko hapa Marekani na unasema kwamba kijana wangu siwezi kumwoea kwa sababu anafanya kazi, hapana. Wewe jukumu lako liko pale pale. Hebu fikiria endapo mngekuwa huko Afrika na wote amfanye kazi, maana inafikia Afrika ni baba, ni mama, ni mtoto, wote wafanye kazi. Lakini mtoto anapotaka kuoa, baba anawajibika tu, wazazi wanawajibika tu, baba na mama wanawajibika kumwoa yule mtoto, watatafuta pesa ili wamuoe. Kwa hiyo ile hali ndio lazima uje nayo mpaka hapa Marekani, kwamba jukumu lako ni la kumwoea mtoto, kumsomesha. Sasa ikifikia sasa yeye mwenyewe anataka kusaidie yule kijana kwa kuona kwamba nina kidogo mzee kwa ile ambayo unayo na mimi yangu 5,000 hii. Kwenye ile 15 ambayo tumeambiwa 5,000 yangu hiyo. Hilo ni sawa, lakini wewe mzazi ndo jukumu lako la kumwoea mtoto wako. Kwa hiyo kwa wazazi ambao wanafikiria hivyo kwamba kufika Marekani swala la kuoa sio jukumu lao tena la kumwoea mtoto, kumwekea mahali, huyo mzazi anakosea. Okay. Jukumu liko pale pale na wajibu uko pale pale. Vizuri sana. Kunakuwa na malalamiko mengi ambayo tunayasikia sasa. Wazazi wanakuwa wanasema atajioea bwana, sasa amekuwa anatumika kazi. Hiyo inakuwa iko sana na inatendeka sasa hivi. Huwezi kumkuta tena mzazi anamuoea mtoto. Atashiriki tu kwenda kufanya ile ambao wanapeleka pesa na mambo mengine, lakini kutoa pesa ashiriki tena kutoa pesa. Kwa hiyo kama unamuona mzazi kama huyo, wewe unaweza kumshauria aje? La kwanza ni la kumshauri ni kwamba amejisahau na amepoteza sifa ya kuwa mzazi. Sawa? Okay. Hilo ni la kwanza. Amejisahau na amepoteza sifa ya kuwa mzazi na yaani ameshindwa kuutambua wajibu wake kwa mtoto. Maana wajibu kwa mtoto hata kama amekuwa amefanya nini bado ni mtoto. Ndio. Na unapomwoea hapo sasa umemkabidhi maisha. Okay. Sawa, kiasili tu lazima turudi kwanza kwenye asili, na ndio shida kwamba watu hasa kwa kabila letu sisi wa Bembe tumepoteza ile asili baada ya kufika hapa Marekani. Lakini kiasili tu mtoto anapooa, wewe baba umemuoea
amekuwa na mke, hapo sasa ndo amepewa maisha yake, kwamba umemkabidhi sasa, umekuwa mkubwa sasa, hapo sasa unaweza ukajitegemea. Umeona? Na ndivyo ilivyokuwa hata zamani, wanaolewa alafu baadaye kama maisha yao sasa, wanaendelea sasa na maisha yao, anaanza kujitafuta kwa sababu anaanza kutengeneza nini, familia. Kwa hiyo hata ile pesa anayoingiza wewe mzazi hautaki kuiwekea nini macho, ile ni pesa ambayo itamsaidia akishakuwa na mke wake. Hata kama anafanya kazi, wewe mtoa hela, ufanye jukumu lako, wajibu wako la kumwoea. Okay. Ukishamkabidhi mke ile pesa sasa, wameshakuwa kwenye maisha yao, ndio atakuwa anajiandaa, anafanya hichi, sawa. Vitu vingine ambavyo anaweza akajiandaa ni vitu vya ndani. Labda hivi ndio unaweza ukamuuliza mtoto kwamba unataka kuoa sasa, una kitanda, godoro, nini, shuka, sehemu, vyombo kidogo, viti, nyumba imekaa vizuri, hata kama ni nyumba ya kupanga, lakini umeweka hivyo vitu. Hivyo ndio vitu vya kuoa, lakini sio kumuuliza kwamba una ngapi, ya kusema kwamba ndo ajioe mwenyewe. Hapana. Okay. Nafikiri hilo limekaa wazi, kama unavyomsikia ndugu Levis MK kama anavyofasiria kuhusiana na wazazi ambao wamejisahau kuoea watoto wao. Na jambo la pili ni kwamba tumefika hapa, tutakuwa tunaoa pesa nyingi sana kama 15,000. Hatukuzoea kuoa hivyo nyumbani kwetu, ijapokuwa tumekuwa na maisha ambayo tunaingiza hizo pesa kwa haraka, na kuna wengine hawaingizi hizo pesa kwa haraka pia. Ni kama tuweke mfano Tanzania, kuna watu ambao wanatumika kazi, wanapata pesa nzuri kwa mwezi, unaona, lakini bado wameshikilia mila zao. Mtanzania huwezi ukaenda kuoa bila kuandika barua na kuweka ile pesa yoyote ambayo utajisikia kuiweka kwenye barua na ile ikakubalika. Lakini kwa mila zetu hiyo imekuwa haipo kabisa. Yaani inakuwa ni pesa kubwa kwenda kubwa, inakuwa inategemeana na nini, ni kuona kwamba maisha yamebadilika ama mila ndo ziende zinabadilika hivyo. Mimi labda tu hapo, ndugu yangu, ni labda rafiki yangu, nikwambie kwamba katika vitu ambavyo vinanikera hapo Marekani, tangu nilivyokuwa Afrika nikawa nasikia hizo story, hizo taarifa za jinsi gani wanavyoorodhesha watoto, sawa. Yaani katika vitu ambavyo vinanikera ni kama hilo la kumwoesha mtoto, alafu bei zinazopangwa zilizowekwa kwa hapa Marekani, na niseme kwa upande wetu, maana hatujaelewa kwa makabila mengine. Kwa upande wetu sisi Wabembe, yaani ni kama vile tunawauza watoto, kama tushafanya biashara. Yaani huku imekuwa kama vile biashara. Maana haiwezekani, nikiangalia hesabu tu unakuta mtu kwamba anaoa mke $15,000. $15,000 Tanzania ni zaidi ya milioni 30. Ni 30 na kidogo. Sasa milioni 30 na kidogo, huwezi kumwoa huyo mwanamke sasa ili awe nini, na wakati mmekuja mtengeneze maisha yenu, mtazaa watoto ni wa kwenu, mtajenga ni vya kwenu, mtafanya nini, kila kitu ni cha kwenu. Sasa umemnunua ili iweje, kwamba aje umtese au iweje? Na ikumbuke kwamba inawezekana ule mzazi ambaye anachukua ile pesa hakuweza kumuoa mke wake hizo pesa, na ndio wengi, kwani wao wameoea huku, hawakuoa wale wake zao na wakupewa hizo pesa zote, na kuna wengi ambao labda wakuoa. Ndio hivyo. Sasa hivyo ni vitu ambavyo mpaka nashindwa kuelewa kwa wazee wetu, na hili swala huwa nasema ikitokea siku moja, yani kwenye mikutano ya Babondo, sawa, yani ni swala ambalo lazima tulipiganishe. Hilo ni swala ambalo lazima tulipiganishe. Haiwezekani ukamwozesha mtoto $15,000, $18,000, $10,000 na ngapi, yani ni $10,000 na kwa sababu ule mtoto kula unaka umepeleka sasa kwamba bwana nimekuuza uende ukome huko au vipi. Na hilo linafanya hata watoto wengi wa kike kwenye ndoa zao wanakuwa na matatizo. Hata yule mwanaume anayekuoa, yani atakuendesha anavyotaka.
Sawa, na hilo linasababisha hata ndoa nyingi kuwa na matatizo. Kwa sababu ya nini? Mimi nimeshamuoa huyo mtoto, huyo binti dola 15,000, akija kwangu na lazima nimmiliki kuanzia A to Z. Okay. Sawa, kwa sababu najua kwamba nimetoa hela nyingi hapa. Kama ni kufanya kazi, yani hata pesa zake zote lazima nizimiliki. Kila kitu lazima awe anatembea yani kwenye oda yangu mimi. Kwa sababu naelewa kwamba tayari hapa huyu ni wa kwangu, nilimnunua, sio kuoa tena, lakini kuoa ni maelewano na ni heshima, kwa sababu wale wanatengeneza maisha yao. Haina haja kwamba mpaka hili limesababisha mpaka jamii zingine ama kabila zingine ziwe zinatucheka sana. Unajua kabila zingine hawafanyi hivyo, ijapokuwa wanaweza wakafanya, lakini si mara nyingi hawafanyi hivyo. Utakuta kwamba mtu anakwambia nyie mnafanyaga aje kuoa? Anakwambia sisi huwa tunasaidiana pande zote mbili. Ndio. Una pande moja natoa hivi na pande nyingine natoa hivi. Wengine wanasema kwamba sisi hatutoagi hivyo, ni makubaliano kumnunulia mwanamke tu zawadi yake na vinaisha. Lakini sasa sisi mbona tumekuwa tu wa kuendeleza kuweka mikataba ambayo yani mikakati ambayo watu wengine wanaenda kushindwa. Mimi nakwambia, na hii hali imeambukiza hadi watu ambao kwa Afrika, mpaka kwa sababu Afrika mpaka sasa hivi watu wanaanza kuoa dola 8,000, 6,000, sawa, kwa kabila letu. Sasa unabaki unashanga tena pale Tanzania unasikia dola 8,000, 6,000. Ukiangalia hivi hizo dola 8,000, 6,000 wewe unazo? Yaani umeona sasa hicho kitu jamani, wewe mbembe unayenisikiliza ambaye una mtoto wa kike, tafadhali sana hebu badilika. Maana haiwezekani ukawa kama vile unamuuza mtoto. Wazee wetu sijui mila wamezipeleka wapi. Alafu wamekuwa na mambo mengi ambayo hayakuwepo, lakini sasa hivi huku yapo ya ajabu. Ni kweli. Na ndio maana unakuta kwamba mtoto akiharibika ni kwa sababu wazazi tumejisahau. Ndio. Unajua watoto wetu wamekuwa wameharibika sasa. Unajikuta kwamba mzazi unamwachia mtoto ajimiliki peke yake, ni kwamba kwa sababu atanitia polisi. Kwa hiyo polisi anachukua nafasi kubwa kushinda hata wewe mzazi. Na ndio maana kitu ambacho utakuja kujikuta mtoto akifanya kitu unanyamaza tu, unamwangalia. Unaona, hivyo vyote vinatokana na jinsi nyinyi sisi wazazi ambao wamejiweka. Ndio. Unaona, wamejisahau kuwa na kumiliki nafasi yao na kujiona kwamba wamekuwa sawa na watoto wao. Na ndio maana nakwambia kwamba lazima tubadilike, na hasa sisi Wabembe, kabila letu wa Wabembe tubadilike. Ndugu zangu Wabembe tubadilike. Haya mambo sijui na sio ya kuiga, maana hamjaiga hata kwa mtu yeyote. Lakini ni sisi wenyewe tu tulijianzisha tu kwamba tuwe tunaoesha hivi tu. Huyu akiozesha mtoto bei iwe hivi hiyo, na ikawa endelevu. Lakini lazima hivi vitu tuviache na tuvipige vita. Na ndio maana oesha hata dola 5,000 basi angalau kusema kwamba basi ili pesa zingine. Kwa nini hizo pesa? Hebu fikiria dola 15,000 badala hiyo pesa unaweza ukasema kwamba hiyo pesa nyinyi mnipe dola 5,000, hizo 10,000 zingine zitengeneze maisha yenu. Sawa. Unakuta wewe hakuna msaada wowote ambao unampa mtoto, kwamba eti kula nakoenda utamsaidia. Vitakuwa ni vyombo tu labda nini na nguo, basi vinasaidia nini kwenye maisha? Hakuna. Kwa hapa Marekani mtu akununulia labda vyombo, masahani, nguo, inakusaidia nini? Lakini kama umechukua dola 5,000 kwamba nendeni mkaanzishe maisha yenu, kwa zile pesa basi ambazo umepewa, kwamba si umepewa 15,000, sema basi mimi hii 10,000 nakula, hii 5 wewe mtoto mkaanzishe maisha yenu, si watashukuru? Ni kweli. Tanzania nimeona makabila ambayo yanafanya hivyo. Watu unakuta yani wao sio kwamba eti nini, yani familia zikishelewana, huyu na huyu wamependana, watoto yani wao wanachokiangalia kuwasaidia wale watoto, kuwasupport ili wasonge mbele. Wanakusanya pesa upande na upande, wanakabidhiwa.
enda kufanya maisha. Labda tu tufupishe kipindi hichi. Mimi naweza nikasema kwamba hili ambao kama litaendelea litasababisha vizazi ambavyo vinakuja washindwe hata kufanya hivyo. Yaani utajikuta mtoto ameenda kuzamia kwenye kabila nyingine ambayo ni wazazi hamkutarajia, na bila kukatikiza, na huko ndiko tunapoelekea sasa hivi kwa vijana ambao hawajaoa. Sawa, mimi nimeshasikia kabisa wengine wanasema kwamba yani muoe mtoto wa Kibembe, si bora ni muoe hata wa kabila lingine. Sasa tunaanza kupoteza ile asili yetu kwamba ya kuoana sisi kwa sababu ya nini? Kukimbia gharama. Umeona vijana wameanza kusema hivyo, yani bora ni mpaka wengine wanaoa wazungu sasa hivi. Anaenda naoa mzungu, mwingine anaoa Black America. Sawa? Anaona kwamba nikichukua hawa ambao wanakuja hawa ni shida, wazazi wao wanapenda sana hela. Anaenda anaoa na mzungu, anaoa na Black America, anaoa na maisha yanaendelea. Kikubwa maisha yafanyeje? Yaendelee. Kwa hiyo tuwe makini sana. Tutapoteza asili yetu ya kuoana sisi kwa sisi, alafu utajikuta tumeingiza vizazi vingine katika maukoo yetu ambavyo havipo, alafu vitatuletea shida. Ndio hivyo ndugu yangu. Tuko na Lewis MK ambayo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na wazazi wetu ambao wamesahau mila ya kwao, wamepoteza kabisa, yani azisikiliki kabisa. Utamkuta mtoto yuko ndani apendi kuzungumzia hata lugha yake, ni kwa sababu anaona kwamba inamchosha sasa. Na wewe mzazi wampigi vita, unakuwa tu unamwona tu ni sawa tu. Hilo tu tulitaka tuwakumbushe, tuangalie jinsi tutasevu ili kuwasaidia watoto wetu ambao wanakuja pia na ambao tayari wanafikiria kwamba tunahitaji kuoa. Ni kwa sababu wanafikiria pesa ngapi ambayo nitaweka na pesa ngapi ambayo nitakuwa nayo kwenye account. Ndio maana utamkuta mtu anachukua muda kwa kuoa. Hiyo wazazi wetu muangalie sana ili kumiliki mila zetu na taratibu zetu za kuoa. Bwana, mimi ni Bin Said Mwanza na niko na Levis Mwamba MK. Unajua tunafananisha ma Levis na hivi umezoea soko letu ile la Lewis. Kwa hiyo hilo jina linakuwa linachanganya. Bwana, asanteni sana. Kama nilivyoambia, ambaye ni wa kwanza kufika kwenye channel hii ya Bin Said Mwanza, make sure una subscribe, una turn notification pale, una comment, unapiga kile ki thumbs up pale ili kuwa wa kwanza kupata ile video yetu. Sawa. Asante sana na nakushukuru kwa muda wako kwa kuangalia video kama hii. Mungu akubariki na kuweke nguvu na kulinde katika kipindi hichi cha corona. Make sure una make your hands una sanitize your hands, unakuwa na barakoa kwenye umati wa watu kama wanavyotuambia kwenye masoko na kwenye makazi pia, ili kukinga mwili wako usipate hivyo virusi ambavyo vinasemwa. Asanteni sana na tuko out now.